sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la kwanza, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 8. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, sura ya kwanza, aya ya 14 hadi ya 20. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Baada ya Yohane kutiwa gerezani, Yesu alienda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njoni nifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakizitengeneza nyavu zao. Mara akawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la Injili tulilolisikia hivi punde linatuambia kuhusu utume wa Yesu na ujumbe wake. Ujumbe huo wa Yesu ni ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa muda mrefu mno Wayahudi walitegemea ujio wa ufalme wa Mungu. Mungu alikuwa mfalme, na mara nyingi katika historia ya Wayahudi Mwenyezi Mungu aliingilia na kuwasaidia kutoka kwenye utumwa Misri. Aliwakinga na njaa huko jangwani, na pia aliwatoa uhamishoni Babuloni. Mungu aliwaadia wana wa Israeli kuwa atawakomboa kwa kuwaletea Masia. Taifa la Mungu, tumesikia Kristo akiwaambia watu kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Hii inamaanisha kwamba Yesu Kristo ndiyo ufalme wa Mungu, na pia ni katika Kristo mwenyewe Mungu atawakomboa katika kila aina ya ukandamizaji na hasa kutoka utumwa wa dhambi. Wapendwa waumini, ufalme wa Mungu upo pale tunapoamini kuwa Mungu anampenda kila mmoja wetu, na pia tunapojitahidi kuishi kama ndugu katika familia yake, pasipo kuweka matabaka ya kabila, dini, uwezo au rangi. Waumini tunapewa mwaliko wa kutangaza ufalme wa Mungu kwa wengine, ambao ni ufalme wa haki, amani, furaha, na ni ambao Kristo mwenyewe yupo. Mwenyezi Mungu ndiye anatuita watu wa namna mbalimbali kuwa wamoja. Taifa la Mungu, tunaalikwa pia kutubu pale tunaposhindwa kuishi kiaminifu amri za Mungu na za kanisa, na tunaposhindwa kutimiza wajibu wetu. Tunapewa mwaliko wa kuijongea huruma ya Mungu kwa sakramenti ya upatanisho, ili kuweza kujipatanisha na Mungu na wenzetu tuliowakosea na kuanza tena upya katika maisha yetu. Kuiamini Injili ndiko kuamini na kuelewa habari njema ya Mungu inafanya kazi kupitia Yesu Kristo. Hivyo tulipe kipaumbele neno la Mungu ili litusaidie katika kuishi vema maisha yetu ya kila siku. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frate Maximilian Lelo wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.